Na hayo yakijiri, familia ya aliyekuwa mwanafunzi wa mwaka wa kwanza katika chuo kikuu cha Mount Kenya huko Thika, Felpalma Bwire kutoka kijiji cha Rumbie, eneo bunge la Funyula, kaunti ya Busia, inazidi kulilia haki na kuitaka idara ya upelelezi nchini DCI na Wizara ya Elimu kuingilia kati na kubaini kifo cha mwanafunzi huyo kilichotokea kwa njia tatanishi. Kulingana na mamake mwanafunzi huyo, Jerusa Bwire, alipigiwa simu na maafisa wa polisi kutoka kituo cha polisi cha Kabati kuhusiana na kifo cha mwanafunzi huyo, na baada ya kusafiri na kufika katika kituo hicho, uchunguzi ulifanywa na kubaini kuwa alijitia kitanzi, huku ripoti hiyo ikitofautiana na ya hospitali nyingine ambayo ilionyesha kuwa mwanafunzi huyo alipigwa kichwani kwa kifaa butu. Tulielekea kule pahali ambapo mtoto tuliambiwa kuwa alikuwa amejinyongea. Tulipofika pale, mambo haikuwa sawa, vitu ambavyo alikuwa anatuambia havikuwa vina add up. Tulipata kuwa kijiti ambacho alituonesha mtoto alikuwa amefungia kamba kilikuwa kiepesi mno ambacho akingeweza kubeba ule uzito wa ule mtoto. Tulipata pale fimbo mbili na tulipata kuwa viatu vya mtoto vilikuwa visafi sana, licha ya kuwa mvua ilikuwa imenyesha nyingi. Kila mtu mwenye alijihusisha kwa ile upasuaji wake pia naye anatupatia tunapatiwa wrong information. Ikiwa administration pia nayo haitaki kutujulisha juu ya kifo ya mtoto wangu. Wanieleze tu ni nini kilifanyika ndiposa mtoto wangu akakufa.